Kliniki ya Daktari Nzula Makosi. Sasa kama wewe umelelewa katika maeneo ambayo yana hatari ya kupata maambukizi ya malaria, kuna mbu ambao wanaweza sababisha malaria kama Pwani, kama maeneo ya Nyanza, unajua venye malaria ni hatari bwana. Hiyo kitu ni kikushika unasikia umevunjika kila mahali, unatapika nyongo, ujiwezi, unasikia viungo vinauma, na ni ugonjwa ambao licha ya kwamba watu wengi wanaweza wakashikwa na malaria na wakapona, vinasababisha hata watu kupoteza maisha, especially watoto na kina mama wajawazito wako katika hatari, na wale watu ambao labda kinga zao haziko sawa, malaria inaweza ikawapelekesha vibaya sana. Sasa kuna taarifa hapa, na ni taarifa ambayo imeweza kuchapishwa na Wizara ya Afya ambayo inazungumzia kupungua kwa maambukizi ya malaria, na imeweza kutangazwa na na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Afya ya Jamii, kumradhi, anajulikana kama Mary Muthoni. Sasa kupungua kwa visa vya malaria vimepungua kwa 5% kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2025. Inasemekana kwamba katika mwaka wa 2024 takriban visa milioni 4.2 viliripotiwa hapa nchini. Idadi ya watu walioko hatarini ikisemekana kwamba ni 75% ya Wakenya ambao bado wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa malaria. Kumbuka ugonjwa wa malaria ni ugonjwa ambao unaletwa na mbu, na mtu yote yule anaweza kupata ugonjwa wa malaria. Sasa katika mwongo mmoja uliopita kiwango cha malaria katika taifa kimepungua kwa kutoka 8% hadi 6%. Sasa mapungufu haya inasemekana kwamba yanaweza kuhusishwa na juhudi mbalimbali za Wizara ya Afya na mikakati ya kupambana na malaria, ikisemekana kwamba kuna wale wahamasishaji wa afya ya jamii CHPs zaidi ya 107,000 ambao wamesaidia kwa pakubwa zaidi kuweza kuhamasisha watu na kuwajuza watu kuhusiana na malaria na kuwajuza jinsi ya kutumia dawa jinsi inavyostahili. Inasemekana pia usambazaji wa neti ama viandarua vya mbu vimeweza kusaidia katika kupungua kwa takwimu hizi. Upulizaji dawa mbalimbali katika kaunti zilizo na hatari ya maambukizi ya malaria pia imeweza kufanya kazi. Alafu kuna chanjo. By the way, did you know kwamba kuna chanjo dhidi ya malaria? Kuna chanjo dhidi ya malaria kwa watoto ambao wamezaliwa katika maeneo ambayo kuna hatari ya wao kupata malaria. Watoto wa miaka chini ya 5, serikali huwa inapeana chanjo. Kama uko katika maeneo ya Pwani, kama uko katika maeneo ya Nyanza, sehemu ambapo kuna mbu na hatari ya kupata malaria, kuna chanjo. Sasa hizi ni baadhi ya hatua zimechukuliwa na Wizara ya Afya kuweza kukabiliana na malaria na kupunguza takwimu za watu ambao wanapata malaria. Sasa inasemekana kwamba kuna changamoto, na changamoto zinatokea wakati ambapo kuna mvua kubwa na mafuriko, na ndio maana hii taarifa nimeamua kuizungumzia leo, kwa sababu tumejionea mvua ambayo inanyesha. Hata hapa leo Nairobi kidogo leo kumekuwa na rasharasha na mvua kiasi, lakini katika maeneo ya Pwani kuna mvua. Nilikuwa naangalia video na nadhani nilitamka jana, kwetu Kwale mvua imenyesha sana. Sasa kama wewe ni mtu ambaye uko Pwani, jamani, jua wakati kukiwa na mvua kama hivi, mbu nao ndo wanapenda yale maji, wanazaana kuzaana. Kwa hivyo tuwe makini, tuhakikishe kwamba tunalala ndani ya neti zilizotibiwa, tuepukane na malaria. Alafu pia inasemekana kwamba kuna ongezeko wa usugu wa mbu ambao hata kuna dawa zingine hazisikii. And then of course changamoto pia ambayo serikali inasema imepata katika kupambana na malaria ni kuhitaji ufadhili zaidi ili kuweza kuwafikia malengo yake ya kukomesha malaria ifikapo mwaka 2030. Kwa hivyo kama wewe unajua uko katika sehemu ambapo kuna hatari ya kupata malaria, kuna vitu unaweza kufanya kuzuia mbu wasije wakatapakaa katika eneo unaloishi na kukuuma wewe, kukuuma mwanamke mjamzito, ama kumuuma mtu yoyote yule na akapata malaria. Moja wapo ni kulala ndani ya chandarua. Ikifika jioni funga madirisha mapema, funga milango mapema, mbu wasiingie. Alafu kuna kukata nyasi. Nyasi kama zimemea katika maeneo unayokaa na ni nyasi ambazo zimekuwa ndefu, punguza, ndio mbu wasipate sehemu ya kukaa. Na maji ambayo yamesimama, maji ambayo hayatambai ni muhimu zaidi. Tuhakikishe kwamba yale maji tunayaondoa. Tunazibua pia mabomba ambayo yamejaa taka. Tuhakikishe kwamba tunatengeneza mazingira ambapo mbu hawezi
ishi. Maana kama hana mazingira ya kuishi, hakuna uwezo yeye akaweza kuzaa na kukusababishia wewe malaria. Hii ni Radio Maisha. Kliniki ya Daktari Zula Makosi. Radio Maisha. Unapoangalia upande ya michezo, Radio Maisha ni zaidi ya radio zingine. Unapoangalia upande ya taarifa, Radio Maisha inakuwa zaidi ya radio zingine, kwa sababu Radio Maisha ni zaidi ya radio zingine, inakuwa namba 1.